Napenda sana kukaribisha katika programu yetu ya leo ya Alta versus Alta. Thank you so much for joining me. Natumaini kwamba kuna mengi umejifunza mpaka sasa na kuna mengi ambayo tutaendelea kujifunza kwa pamoja. Napenda sana kukusihi kwamba kuwa sensitive na uwepo wa Mungu as you're listening, lakini pia kumbuka kwamba hii ni madhabahu, kwa hiyo mwishoni tutapata muda wa kuomba, lakini pia kwa muda wa kutoa sadaka. Kama upo tayari, naomba uinamishe kichwa chako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nasema asante kwa wema wako. Baba, asante kwa nafasi ambayo Mungu umetupa kujifunza siku ya leo. Asante kwa kila ambaye Mungu umempa neema ya kusikia hili neno. Mungu, tazama watoto wako wanaangamia na tunaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini Mungu nasema asante kwa kuwa hata hii program ya leo, Bwana Mungu, kusudi lako Mungu ni kutupa ushindi dhidi ya yule adui ambaye Mungu amekuwa akituangamiza kwa sababu Mungu tunakosa maarifa. Lakini zaidi ya yote Mungu, nakusihi katika hii program basi katumike kuwa sehemu Mungu ya kutufanya tuwe karibu na wewe zaidi Bwana. Ikafanyike kuwa sehemu Mungu, katumike kuwa sehemu Mungu ya kutuweka karibu na wewe zaidi. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa kwamba Mungu pamoja na sisi. Asante Bwana kwa kila ambaye Mungu anatazama hata sasa hivi Bwana. Mungu, tazama na kabidhi kwako masikio yao, mioyo yao, na Mungu nakusihi Bwana ya kwamba Mungu hii program ikafanyike baraka kwa watoto wako. Mungu, kwa wale ambao Baba wanahitaji uponyaji, Mungu nakusihi as they listening, Mungu nakusihi minister uponyaji kwao. Kwa wale ambao Mungu wanahitaji kazi, Baba nakusihi as they are listening, Mungu nakusihi fungua milango yao ya kazi. Mungu, wengine wanahitaji breakthrough kwenye mahusiano, Mungu nakusihi watakaposikia hili neno Bwana, Mungu milango yao ikafunguke ya mahusiano Bwana. Na kwamba Mungu kawape mahusiano wale ambao wanahitaji mahusiano, lakini Mungu nakusihi ya kwamba wale ambao wanahitaji Mungu reconciliation, wanahitaji Mungu amani, wanahitaji Mungu reconciliation kwenye ndoa zao, mahusiano yao, familia zao. Basi Mungu nakusihi as they are listening to this program, Baba nakusihi kwenye Mungu wa roho, Mungu, I pray that you may mend, the broken heart. Mungu, I pray ya kwamba Mungu uka connect wale wanahitaji connection God. Mungu nakuomba kuanzia sasa, tazama mimi najikabidhi kwako, na kabidhi program kwako, na kusihi kila ambacho umekusudia Bwana kufanya kupitia hii program, basi Mungu ukifanya katika ule ukubwa na sasa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Baba naomba na kushukuru. Amen. Karibuni sana siku ya leo, na ninaamini kwamba umepata nafasi ya kujifunza. Last time tulizungumza sana kuhusu nguvu ya sadaka na tukaongea kuhusu sacrifice, na nikasema kwamba tunaona kwamba kuna yule ambaye alitoa sacrifice ambaye alikuwa anaitwa Habili, na neno la Mungu linatuambia kwamba Habili alipata kibali mbele ya Mungu, lakini sasa na Cain hawezi kuwa na mafanikio kama Habili. Tunaona kwamba kuna namna ambavyo adui alimdeceive. Decision ya Cain kumuua kaka yake, tunaona kwamba kuna nguvu ya giza, kuna shetani ambaye alihusika. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba kuna ushawishi ambao adui alimpa na alimpa Cain. Cain alikuwa anatakiwa ku humble himself kwenda before the Lord, kuomba msamaha, lakini kufanya kile ambacho Mungu alimwambia kufanya, kwamba ukifanya mema, ukitenda mema, je, hautapata kibali? Hichi ni kitu ambacho watu wengi sana wanakuwa wanapata nacho shida, especially when it comes to the things of God. Unakuta kwamba mtu anaweza kuwa anafunga na mwenzake, wanafunga kwa pamoja, okay? Lakini sasa unajua many times hata kama tunaomba kwa pamoja, lakini we are not all the time 24 hours pamoja. Unaweza kukuta kwamba mtu au 2 people, 3 people wameamua kwamba tunaingia kwenye maombi ya mfungo pamoja, lakini unaweza kukuta kwamba kuna yule mmoja ambaye yeye anasubiri tu pale ambapo mwenzake ataamka saa 9 kuomba pamoja naye, pale ambapo tutakutana saa 12 kuomba, lakini kuna yule mwingine ambaye anafanya cha ziada. Kuna yule ambaye sio tu kwamba yuko kwenye maombi ya mfungo, lakini yule ambaye anasema kwamba katika huu mfungo mimi nitaenda kusaidia maskini. Katika huu mfungo mimi nitaenda hospitali kutoa msaada kwa watoto ambao wanahitaji msaada. Kwa huu mfungo mimi nitaenda kwenye vituo vya watoto yatima kutoa msaada. Utagundua kwamba watu hawa wawili wote wanafunga kwa pamoja. Yes, wako in agreement ya kwamba tunafunga kwa pamoja, lakini tunakutana labda saa 12 tunakutana, tunaamka saa 9 usiku kuomba pamoja. Lakini utagundua kwamba kuna yule mmoja ambao anafanya extra. Maana yake ni yule ambaye anafanya extra sacrifice. Kuna sacrifice za ziada anazifanya katika ule mfungo. Na utagundua kwamba though wanaamka pamoja saa 9 kuomba, though wanaamka pamoja saa 12 au wanakutana saa 12 pamoja kuomba, lakini kwa sababu ya yule mmoja kufanya
vya ziada, utagundua kwamba majibu yao yatakuwa tofauti 100%. Utagundua kwamba huyu ambaye alifunga lakini akapata muda wa kusaidia maskini, akaenda kusaidia yatima, akaenda hata hospitalini kutoa msaada, utagundua kwamba hawa watu wawili watapokea majibu tofauti. Though walianza marathon pamoja ya kufunga marathon ya kufunga pamoja, wakiamini kwamba Mungu anataka labda breakthrough ya kazi, labda breakthrough ya mahusiano, lakini utagundua kwamba hawa watu wawili majibu yao yatakuwa tofauti. Ndio maana sasa tunaona ya kwamba hapa kitu ambacho Cain alikuwa anatakiwa kufanya au Kaini alitakiwa kufanya ni kwamba yeye alikuwa anatakiwa kuenda extra miles, what else did he supposed to do? Lakini sasa hakutaka kufanya hivyo. Adui akamshawishi. Ndio namna ambavyo sasa tunakuta kwamba kwa sababu mwenzako amepata matokeo, wewe hujapata matokeo, unaanza kuzira. Mimi napenda kusema sana, Mungu hutakiwi kumziria Mungu hata siku moja. The moment ukimziria Mungu, ujue kabisa hilo ni lango la adui amelipata kuangamiza maisha yako. Kumbuka adui kazi yake ni kuja kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo the moment ukifunga mlango wako, moyo wako kwa Mungu, 100% ujue kwamba huo moyo wako tayari umeweka wazi kwa adui. Na neno la Mungu anasema kwamba adui anakuja kwenye mlango na anasubiri tu kwamba usikubali kufanya kile ambacho Mungu anakuelekeza kukifanya. The moment turn around or turn away katika kile ambacho Mungu anakuelekeza, ujue automatic adui anakuja anaanza kufanya yale ambayo amekusudia. Leo Mungu anatuambia ya kwamba kweli Cain alikuwa anataka kibali. Yes, adui anaweza kukupa kibali. Ndio maana tunaona kwamba hata Yesu alipofunga siku 40, ndio Mungu anasema kwamba alipata njaa na akapelekwa kwenye mlima. Kuna kitu ambacho tunatakiwa kujifunza. Adui akamwambia kwamba ukinisujudia mimi nitakupa vitu vyote hivi. Ndio Mungu anatuambia kwamba Yesu akukubali kufanya kile. What are we learning from there? Ni kwamba ni kweli ukikubali kumsujudia shetani, ukikubali kuinama kwake, kukubali kile ambacho anakuambia kukifanya, then utagundua kwamba anaweza kukupa kweli mali, anaweza kweli kukupa breakthrough. Lakini sasa the danger of it ni kwamba adui akikupa mkono wa kulia, atachukua mkono wa kushoto. Yani never forget that. Huwezi kuweka a deal with the enemy hata siku moja. Usiwaze hata siku moja kwamba you can make a deal with the enemy ukatoka salama. Sasa tunajifunza ya kwamba kitu ambacho adui alimwambia Cain ya kwamba you know there's sadaka. Kuna sadaka unaweza kuitoa ambayo inaweza kukufanikisha zaidi hata ya nani? Zaidi hata ya Abel. Lakini kitu ambacho you can understand ni kwamba nikasema the last time ya kwamba adui anaweza kufanya kwamba ukatoa sadaka. Sawa? Na sadaka ya damu nikasema kwamba ina nguvu sana kwa sababu ile sadaka inaweka mark kwenye damu, kwenye lineage yako. Na nikisema mark kwenye damu maana yake nasema kwamba kwenye ukoo. Okay, tunajua kwamba wewe kama ni ukoo wa Mchawi, ni ukoo wa Kiwia au mkoa wa Mosha, unagundua kwamba you know kitu ambacho kinafanya ukoo unakuwa na uzito ni kwa sababu ya damu. Okay, damu iko connected sana sana na ukoo, right? Kwa hiyo tunagundua kwamba ukianza issue ya damu, ukiwa unatoa sacrifices za damu, ujue automatic hiyo ni record ambayo unaiweka kwenye damu yako. Na kinachotokea ni nini? Damu inashuka from one generation to another. Tunarithi damu za baba zetu. Manake ile rekodi ambayo Kaini aliifanya tunaona kwamba ilishuka na ikaenda mpaka kwa watoto wake, na utagundua kwamba iliwaprovoke kuendeleza kile ambacho babake alikuwa anakifanya au babu yake. Ndio tunaona kwamba kuna Lameki ambaye alisema kwamba you know what, babake aliua na yeye akamuua mtu kwa kumjeruhi. Okay, so what happens? Tunaona kwamba hivi vitu vinaweza kupass on from one generation to another. Kuna kitu ambacho ningesema the last time, nikasema you know what, I believe ya kwamba kuna watu wengi sana wako gerezani leo hii. Kuna wengi sana wako katika state changamoto tofauti tofauti, ni kwa sababu kwamba hizo damu ambazo wamedhirithi tayari zina record ya wizi, tayari zina record ya mauaji, tayari zina record ya kufanya abortion, tayari zina record za kufanya kwenda kwa waganga. So unagundua ya kwamba mtoto anazaliwa and all of a sudden katika maisha anajikuta kwamba yeye anafanya kile ambacho kuna historia kwenye damu kilifanya, na adui watu anatafuta nini? Anatafuta kuendeleza. Okay, anatafuta kuendeleza kile ambacho babu amefanya, bibi amefanya, kuendeleza from one generation. Na anapoendeleza ndio namna ambavyo anaendelea kulock familia kwenye changamoto zaidi, kwenye uharibifu zaidi, kwenye wizi zaidi, kwenye mauti zaidi. Kumbuka adui, kuteseka kwako ni furaha ya adui. You know, the more unateseka
ndo namna ambavyo adui anafurahi zaidi. Kwa hiyo usiwaze hata siku moja kwamba uhuru wako unamfurahisha adui. The more anavyokuona uko kwenye maumivu, the more anavyokuona unateseka, lazima ufahamu kwamba hiyo ndo furaha ya shetani. Kwa hiyo the more anafunga familia yako, the more anakufunga kwenye vifungo vya uchumi, vifungo vya mahusiano, vifungo vya afya, the more kwake yeye ndo anaona ni success, kwa sababu ufalme wake, kazi yake, as long as mission yake ni kuua, as long as mauti inaendelea kwenye familia yako, kwake ni success. As long as wizi unaendelea kwenye familia, kwake ni success. As long as uharibifu unaendelea kwenye familia, kwake ni success. Ndio maana wapendwa, these things must be very serious. Tusitamani kuendelea kuona kusudi la shetani likiendelea in our lives from one generation to another. Ndio maana ikija kwenye issue ya damu, tunaona kwamba Yesu alitoa damu yake pale msalabani, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo aliviona. Akasema Yesu, najua in the Old Testament kwamba kumbuka ile damu ya wanyama ilikuwa inafunika dhambi, lakini Yesu kusudi lake ni kwamba anataka kuondoa ile record ya dhambi ambayo iko kwenye damu zetu. Ndio maana tunaona kwamba yeye kutoa damu yake ilikuwa inahusika kuondoa. Damu ya Yesu inaondoa dhambi, na hizo dhambi zinaondolewa wapi? Zinaondolewa zile dhambi ambazo kwanza sisi tumezifanya, lakini pia zile dhambi ambazo ziko kwenye historia ambayo inasomwa kwenye bloodline zetu au kwenye damu. Ndio maana sasa ni muhimu sana, na napendaga sana kuwafundisha watu kwamba hakikisha katika msimu wako hauandiki kitu kipya kwenye damu yako ambacho ni kibaya, ambacho shetani anaweza kukitumia kuharibu the next generation. Maanake ni nini? Hebu epuka kwenda kwa waganga, hebu achana kwenda kwenye madhabahu za waganga. Ukienda huko ujue kabisa ni kitu ambacho unakifanya, hicho kinaingia kwenye record ya bloodline yako. Manake kinaingia kwenye record kwenye damu, okay? Na kinachotokea ni nini? Hiyo inaenda kuaffect the next generation, okay? Vitu kama unavyofanya sio kuiba. Umeona? Yaani kuna watu unaiba, alafu moyo wako unakuwa mgumu, hauna toba. Umeacha kuwa na moyo wa toba, unafanya vitu ambavyo unaona kabisa kwamba ufisadi. Wewe ufisadi unaofanya utagundua mwisho wa siku unachokiendeleza leo hii unakiandika. You understand? Kwenye damu yako, na hicho ni kitu ambacho unaenda kukirithisha watoto wako. Sasa lazima uelewe ya kwamba at the end of the day, kitu ambacho Abraham aliwarithisha wakina Isaka na Yakobo, ambacho kilikuwa kina thamani sana, kilikuwa kiko kwenye damu. You understand? The covenant was made through the blood. Ya kwamba kweli Isaka alipewa zile mali za Abraham, lakini the mali ambayo alipewa ambayo ina uzito sana ni ile damu, okay? Kuwa na damu ya baba yake ile ambayo sasa ile ndio ilikuwa the covenant was sealed in the blood. Sasa tuhakikishe wapendwa ya kwamba tunapovifanya, hebu tuwarithishe watoto wetu vitu ambavyo au damu ambayo sasa ina uzito kwenye Mungu wa roho wa maagano ya Mungu ambaye anataka kuyafulfill kwa watoto wetu. Amen. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Leo hii tutaendelea. Na leo hii nataka tuzungumze kuhusu nafasi yako kwenye madhabahu. Nafasi yako kwenye madhabahu. Na ili uweze kujua nafasi yako kwenye madhabahu, lazima kwanza ujijue ni nani. Okay? Lazima ujue ni nani. Nimesema kwamba ni muhimu sana ukamsi Mungu akusaidie kujua madhabahu gani ambayo unatakiwa kuketi katika msimu wako wa maisha, kwa ajili ya kuleta breakthrough kwenye maisha yako. Na hii inaendana sawasawa pia na wewe ni nani. Wewe ni nani? Mungu amekuumba wewe kuwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa madhabahu zinatofautiana based na revelation ambayo Mungu ameweka kwenye madhabahu. Lakini hiyo madhabahu ina ukubwa wa kusave, upana gani katika level ya hii madhabahu ipo kwa ajili tu ya kusave familia? Hii madhabahu iko kwa ajili ya kusave community? Hii madhabahu ipo kwa ajili ya kusave mikoa? Hii madhabahu au mkoa? Hii madhabahu ina ukubwa wa kukava nchi? Hii madhabahu ina ukubwa ya kukava mataifa tofauti tofauti? Maanake kwamba nikienda kwenye hii madhabahu mimi as God has called me, ndio hapa nasema kwamba ni vizuri ukajua ni nani. Kwa mfano, kama Mungu amekuita wewe kuwa waziri au Mungu amekupa neema ya kuwa mkuu wa mkoa, okay? Hiyo ndio neema yako. Kwamba wewe ni mkuu level mkoa. Sawa? Sasa lazima uhakikishe kwamba madhabahu ambayo unaenda, hapo ndo maombi yanahusika. Mungu akiweka madhabahu ambayo inaweza kudeal
na nafasi yako, inaweza kukusaidia katika nafasi yako ya kwamba mimi ni mkuu wa mkoa. Hiyo ndio grace ambayo nilionayo, ya kwamba mimi nimepewa kudominate, kutawala huu mkoa. Maanake kupitia biashara yangu mimi nitatawala huu mkoa, kupitia labda kazi yangu mimi nitatawala huu mkoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukishajua kwamba hiyo ni neema ambayo Mungu amekupa, lazima uwe makini kumsihi Mungu akusaidie kufahamu ni madhabahu gani ambayo iko connected na ukubwa wa neema ambayo Mungu ameweka katika maisha yako. Je, hiyo madhabahu inaweza kukukava? Kwa sababu Mungu akikupa mkoa, maanake kumbuka pia kuna territorial spirit. Sio kwamba tu kuna madhabahu ya Mungu, lakini pia adui anataka influence yake pia iwe kwenye nini? Iwe kwenye mkoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hapo tunaenda kwamba two kingdoms, okay? Lakini katika kila kingdom kuna altar ambayo inahusika kuempower a kingdom. Ndio maana tunaona hata kwa Solomon ya kwamba kulikuwa kuna altar that empowered his kingdom. Kwa hiyo sasa kweli umeitwa katika ofisi ya kuwa mkuu wa mkoa, lakini je, ni madhabahu gani ambayo inakuempower you katika nafasi yako? Ni madhabahu gani ambayo sasa inakusapoti, inakulinda, inakupa majibu yako, inazungumza na wewe juu ya kusudi la Mungu katika nafasi yako ya uongozi au katika nafasi yako ya influence katika huo mkoa? Ndio maana ni muhimu sana ukiwa unafanya maombi kuhusu where you are supposed to be, where you are supposed to abudu, ni altar gani, lazima cha muhimu uelewe wewe ni nani. Wewe ni nani? Ndio maana utajifunza kwamba hata rais haendagi kwenye madhabahu yoyote, okay? Haendi kwenye madhabahu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu sasa rais, kumbuka yeye ni upana katika level ya nchi. Kwa hiyo kuna madhabahu ambao she will go to or he will go to. Kwa nini? Kwa sababu sasa hiyo madhabahu inaweza kumkava, lakini hiyo madhabahu tayari iko katika upana wa kusave even the country. Hivi ni vitu ambavyo lazima uvifahamu mpendwa. Okay? Sasa nataka tuende kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu anatuambia katika kitabu cha Mwanzo 8:21. Nataka tuangalie story ya Nuhu. Neno la Mungu anatuambia kwamba at one point Mungu alikuwa very angry na namna ambavyo wanadamu walikuwa wanatenda dhambi kwenye dunia. Na neno la Mungu anambia Bwana alivyokuwa moyo wake ulivyohuzunishwa, then akamwita Nuhu akamwambia kwamba tengeneza safina kwa sababu ninaenda kuangamiza. Okay? Ninaenda kuangamiza ulimwengu, wanadamu na maji. Okay? Na kilitokea. Sasa tukiendelea kusoma hili neno, baada ya vyote kutokea vile, neno la Mungu linatuambia kwamba baada ya Mungu kuachilia mvua zikanyesha, tunaona kwamba ile safina leo itengeneza, ikawa lifted up above the ground, manake maji yalikuwa ni mengi sana kwa muda fulani. Then baada ya hapo ile mvua ilivyokata, Mungu akamwambia kwamba it's time for you to come out. Neno la Mungu linatuambia kwamba alivyotoka alijenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma sasa Mwanzo 8:20, neno la Mungu anasema kwamba sasa baada ya Nuhu kutoka kwenye safina, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketeza juu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa kwamba this is the first time where we see clearly kwamba mtu anamjengea Mungu madhabahu. Na neno la Mungu litasema kwamba akatoa sadaka na ilikuwa ni sadaka za kuteketeza. Ukisoma hili neno la Mungu linasema kwamba mstari wa 21, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena maana ya hao kwa sababu ya wanadamu. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya, mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Tangu ujana wake. This is something else. Ubaya, mawazo mabaya yanaanza ujanani wapendwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa hivi labda una miaka 50, una miaka 30, una miaka 60. Unasema kwamba mimi mbona all the time na mawazo mabaya, kumbe mawazo yako mabaya yameanza tu ukiwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Okay? Sasa hapa tunaona kwamba Mungu anasema kwamba sintalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Kumbuka alilaani nchi na baada ya kuilaani nchi akaachilia mafuriko kwenye nchi ikaangamia kwa maji. Tuna wengi ambao tunasoma Biblia
ifahamu hiyo story. Sasa kitu ambacho tunatakiwa tukielewe ni kitu kimoja, ya kwamba hapa tunaona kwamba Nuhu alijenga hii madhabahu, na tunajifunza kwamba katika hii madhabahu alitoa sadaka. Nowhere in the Bible it is mentioned kwamba Mungu alimwambia Nuhu atoe sadaka. Maanake kuna namna ambavyo ninaamini Nuhu alijua nafasi yake kwenye ulimwengu wa roho, yeye ni nani. Kwanza ukisoma tu maana jina lake nasema kwamba mfariji. Babake anaambia wakati anampa hilo jina akasema yeye atatufariji. Na katika kipindi kile kwamba nchi ilikuwa imelaaniwa. Kwa hiyo tayari alikuwa kwamba huyu atatufariji katika ile laana ambayo ilikuwa kwenye nchi. This is very important, especially kwenye issue ya majina na namna ambavyo tunaweza kuachilia majina kwa watoto wetu, na hayo majina actually yakamridi mtoto kufanya kile ambacho Mungu amekusudia au jina lile limebeba. Tunaona sasa hapa neno la Mungu tunaambiwa kwamba akajenga madhabahu. Sasa that is one thing we have to understand. Babake Nuhu alijua kwamba huyu mtoto atatufariji na laana. So katika ule udogo wake yamkini hakujua ya kwamba Nuhu hakujua kwamba yeye Mungu alivyokuwa anazungumza na yeye kuhusu dhambi iliyokuwa ulimwenguni. Yamkini Nuhu what you were supposed to do, maybe was supposed to build an altar and begin to intercede. Lakini sasa akaendelea kumsikiza Mungu. Mungu akamwambia kwamba nienda kuangamiza nchi, dunia, akajenga safina. But the difference between Nuhu na Abraham, tunaona kwamba pale ambapo Mungu alikuwa yuko tayari kuangamiza Sodoma na Gomora, neno la Mungu linatuambia kwamba Abraham, he began to intercede. Akamwambia Mungu, je, kama kuna hawa wachache ambao ni righteous, je, utawaangamiza? Akaenda back na forth na Mungu mpaka akamwambia hata kama wako 5, mimi nitahakikisha kwamba wale righteous nitawasave. Hapa tunaona tofauti. Nuhu, he was not yet mature to understand nafasi yake. Naona akajenga ile safina na tunaona matokeo yake yalikuwa nini. Lakini alivyotoka, ninaamini kwamba alitoka na revelation mpya, kwa sababu tunaona akamjengea Mungu madhabahu. Na hii madhabahu sasa, kitu ambacho tunataka tukielewe kwamba katika hii madhabahu tunaona ukubwa wa hii madhabahu, ya kwamba hii madhabahu ina cover nchi. Nasema kwamba sintalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Kumbuka haya mafuriko yalitokea kote. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba watu walioangamia ni wengi. Tunajifunza ni nini hapa? Wakati sasa anajenga hii madhabahu, ukubwa wa hii madhabahu ulikuwa ni ukubwa wa kukava laana ambayo iko kwenye nchi, laana ambayo ilikuwa kwenye dunia. Tunaona kwamba hii madhabahu ilikuwa ina upana wa nchi, ina upana wa mataifa, ya kwamba kinachofanyika kwenye ile madhabahu, Bwana Yesu asifiwe, kina uwezo wa kuathiri nchi, kina uwezo wa kuathiri mataifa. Sasa tunajifunza katika hili neno, ya kwamba akatoa hii sadaka, akatoa sadaka, na neno la Mungu anasema kwamba hii sadaka ilimfurahisha Bwana, kwamba alisema kwamba akatoa sadaka. Nataka tuende kwa hili na kusema kwamba Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Maana yake ni yule ambaye alitoa sadaka ambayo Mungu alipendezwa nayo. Tofauti sasa na alipendeza nao. Lakini ile sadaka aliyotoa, neno la Mungu anatuambia kwamba hiyo sadaka Mungu aliridhishwa nayo, insicha kwamba ile laana ambayo ilikuwa kwenye nchi, au tunaona kwamba kusudi la Mungu kwamba at one point angeenda kuilani nchi tena, kwa sababu anasema kwamba sitalaani nchi tena. Manake ndani ya moyo wa Mungu aimshwe kwa sababu kwamba hawa wanadamu wakinikwaza tena nitaenda tena kuilani nchi na maji. Lakini tunaona kwamba hii madhabahu na ile sadaka ambaye Nuhu alitoa kwenye madhabahu, neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu akaondoa ile laana iliyokuwa kwenye nchi. Manake hii madhabahu ilikuwa ina upana, au ilikuwa nisema kwamba ina cover kubwa ya actually fanya mabadiliko kwenye nchi. Lakini tunarudi, yeye Nuhu ni nani? Yeye ni yule ambaye wakati anapewa jina la baba yake anasema kwamba huyu atatufariji na laana ambayo ipo kwenye nchi, laana ambayo tayari iko kwenye ardhi, ambayo inatufanya kwamba tunashindwa kuwa na matunda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba kupitia ile kusudi, madhabahu ambayo alijenga iliweza kufanya nini? Kukava, kutetea laana ambayo ingeachiliwa kwenye nchi majira yajayo. Akasema sintalaani tena nchi baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya wanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai. Maanake aliangamiza uhai. Maanake akasema kwamba mimi Mungu sitaangamiza uhai, lakini kilichomfanya aseme yote hayo ni nini? Ni ile madhabahu ambayo Nuhu alijenga. Bwana Yesu asifiwe. Na ile sadaka ambayo aliitoa. Leo Mungu anasema kwamba alitoa sadaka
safi. Maana yake lazima tuangalie hata dhamira yake ilikuwa ni safi. Okay? Sadaka lazima usitoe tu sadaka. Hakikisha kwamba unapotoa sadaka na moyo wako pia ni sawa sawa na sadaka unayotoa. Moyo wako pia uwe safi. Tutaenda zaidi kwenye mafundisho just in few minutes. Lakini nataka kwanza kukazia hapa. Kwa nini ni muhimu wewe kujua who you are? Ili sasa unavyoenda kwenye hiyo madhabahu kutoa sadaka, sadaka yako tu sio sadaka kwa ajili yako wewe. Sadaka yako ni sadaka kwa ajili ya nchi, ni sadaka kwa ajili ya mataifa. Hapa tunaona kwamba wakati Noa anatoa hii sadaka, Noah in the Bible anasema kwamba Noah wakati anatoa hii sadaka akamwambia Mungu, usilaani tena nchi. Mungu, usilaani tena dunia. Tunaona kwamba hii sadaka itself ilimpendeza Mungu na ikageuza moyo wa Mungu. Kumbuka wakati Noah anaenda kutoa ile sadaka, lakini ile sadaka ilikuwa na impact katika level ya nchi, sio tu kwa ajili ya familia yake, sio tu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu umetutoa salama, lakini ile sadaka ilikuwa na nguvu na uwezo wa kufanya mabadiliko kwa sawa sana ule ukuu, ile nafasi ambayo Mungu alikuwa amempa kwenye ulimwengu wa roho. Manake huyu Noa alikuwa sio mtu mdogo. Tunasema kwamba kama alitoa sadaka, kama alijenga madhabahu, manake huyu Noa pia ni kuhani. Okay? Kuhani wanajenga madhabahu, kuhani wanatoa sadaka. Kwa hiyo tunajifunza kwamba huyu alikuwa sio mtu wa kawaida, pia alikuwa ni kuhani. Lakini tunaona kwamba kava yake ni yule kuhani ambaye anasimama na kava. Anakava watu ambao Mungu ameweka kwenye level ya nchi kuwasaidia, watu ambao Mungu ameweka kwenye level ya mkoa kuwasaidia. Kwa sababu kama mtu amepewa, kama madhabahu inahusika na nchi, ndani ya nchi kuna mikoa, ndani ya nchi kuna wilaya, ndani ya nchi kuna kata, sio ndani ya nchi kuna vijiji. Kwa hiyo tunagundua kwamba kwa mfano sasa tukiangalia madhabahu tukaona hii madhabahu ilikuwa ina upana, kama ni upana wa nchi, kama ni upana wa mataifa. Maana yake tunaona kwamba mtu yeyote ambaye amepewa neema ya kuwa kiongozi wa mkoa akienda kwenye hii madhabahu atafanikiwa. Mtu yeyote ambaye Mungu amempa neema ya kuwa kiongozi katika level ya nchi akienda kwenye hii madhabahu atafanikiwa. Mtu yote ambaye Mungu amempa neema kuwa kiongozi katika level ya kimataifa akienda kwenye hii madhabahu, katika hii madhabahu sasa ya mtu kama Nuhu, mwenye neema ya Nuhu, ambao akitengeneza, ambao anajua kwamba mimi kusudi la Mungu katika maisha yangu, mimi ni kuhani, lakini ukuhani wangu uko katika dimension ya coverage ya nchi, coverage ya kimataifa. Utagundua kwamba watu ambao wamebeba neema za kusave nchi katika level ya mkoa, level ya taifa, level ya kimataifa, wakienda kwenye hiyo madhabahu watakuwa successful. That is why you have to really have neema ya kukaa na kuomba na kudiscern, kujua kusudi la Mungu aliweka katika maisha yako, na Mungu akupe neema kwenda kwenye madhabahu ambayo Mungu anakuambia kwamba katika hii madhabahu, based na neema ambayo nimeweka katika maisha yako, hii madhabahu utatoboa. Na utagundua kwamba yule kuhani katika ile madhabahu anavyotoa sadaka, tunaona kwamba sadaka yake na pia ina coverage kubwa. Wapenda tukumbuke kwamba hata makuhani tuna majukumu ya kutoa sadaka. Tusiseme kwamba sadaka ni kwa ajili ya waumini peke yao, no. Lazima tujifunze kutoka kwa Abraham kule, alitoa offering. Tunaona hapa Nuhu alitoa sadaka. Kwa hiyo tusiseme kwamba sadaka tu ni kwa ajili ya waumini, lakini hata sisi makuhani tuna wajibu wa kutoa sadaka. Lakini tunajua kwamba sadaka zetu tunavyozitoa sio tu sadaka kwa ajili yetu, lakini zile sadaka zinakuwa wa kukava na kusaidia nchi isogee, mikoa isogee, wilaya zisogee. Sasa hichi ni kitu ambacho natamani sana leo hii ukifahamu na ujifunze, lakini pia nataka tufahamu kwamba sadaka tunavyozitoa au the sacrifice ambazo tunazitoa, sio kila wakati sadaka ambayo unaitoa ni lazima uizungumzie, ni lazima uinenee, ni lazima uchukue sadaka yako uombe sana. Neno la Mungu linatuambia kwamba hapa Nuhu alitoa sadaka, lakini hakuna sehemu ambapo alisema nini kwenye hiyo sadaka. He just gave an offering. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea kusoma neno la Mungu anasema kwamba kuna sadaka za kuteketeza, sadaka za amani, sadaka, lakini huyu alitoa sadaka. This is something that we need to understand. Ya kwamba sometimes tunaweza kutoa sadaka na tusiseme chochote, lakini hizo sadaka zikagusa moyo wa Mungu na zikafanya mabadiliko katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hicho ni kitu lazima ufahamu, ya kwamba sadaka, Mungu anaweza kuona sadaka yako akapendezwa na sadaka yako, na kwa sababu akiangalia kwenye familia yako anaona laana, just kupitia sadaka, kwa sababu haukusema chochote, Mungu akaondoa laana kwenye familia.
ukatoa sadaka Mungu akaondoa magonjwa kwenye familia, ukatoa sadaka Mungu akaondoa divorce kwenye familia. Yani if you just give an offering that pleases the Lord, what he will do is beyond your imagination. Ndio maana wakati mwingine lazima tufahamu sadaka nyingi, so wakati mwingine sadaka ambazo tunazitoa tunazinenea, tunaziwekea mipaka. Do you understand? Okay, Mungu anasema kwamba kweli sadaka unayotoa ni njema, lakini tayari umeshakuja na maombi mengi ambayo sasa ungetoa ile sadaka without even saying anything, toa kwa moyo wa Mungu, I'm thankful. Utagundua kwamba katika ile sadaka ikimpendeza Mungu, utagundua kwamba ile sadaka inaweza kumfanya Mungu afanye beyond kile ambacho ungemuomba. Ndio maana sasa wapendwa, as much as we love to pray, sometimes let us just take our offering to the Lord na tutoe sadaka ambayo Mungu unajua kwamba this offering it will please the Lord, and then ebu furahi ya kwamba Mungu anafurahishwa na hiyo sadaka, and then ona kile ambacho nakifanya. Kwa mfano, mtoto akifanya kitu chochote kizuri kwa mzazi, utagundua mzazi atawaza hivi, nimfanye nini huyu mtoto? Yani mtoto akifurahisha moyo wa mzazi, utagundua tu mzazi atawaza hivi, nifanye nini huyu mtoto kunifurahisha hivi? Yani automatic kuna mawazo ambayo mzazi atakuwa nacho cha kumfanyia yule mtoto, kwa sababu tu kuna namna ambavyo yule mtoto amefanya nini, amemfurahisha. If we have that mindset ya kwamba sadaka zetu tu tunatoa sadaka tu kwa ajili ya kumfurahisha Mungu, kwa sababu kumbuka ulimwengu wa roho wapendwa, sadaka ina nguvu. A God, Mungu au miungu inatolewa sadaka, ni utaratibu. Miungu inatolewa sadaka, huo ni utaratibu. Either uende kuzimu, either uende kwa Mungu, huo ni utaratibu. Gods, they are given offerings. Umeelewa? Sasa tunaenda ya kwamba sometimes kwa sababu God is your God. Unaona, unataka tu kumfurahisha Mungu wako, unamtolea tu sadaka kwa sababu unajua ni utaratibu ya kwamba what, Mungu anatakiwa kutolewa sadaka. Unatoa tu hiyo sadaka kwa sababu you just want to make God happy, to acknowledge ya kwamba he's God and he deserves to be given offering. You just understand the heart of God. Lakini sasa usitoe offering tu, toa offering ambao unataka kumfurahisha baba yako, unataka kumfurahisha huyu Mungu, then you can see what God will do. Point yangu ni nini? Ya kwamba sio kila sadaka ambayo tunaitoa lazima tuinenee. Sometimes you just give an offering to the Lord and see what God will do. But give an offering that will make the heart of God, happy. Kwa sababu unatambua ya kwamba kama Mungu anatakiwa kutolewa sadaka. Amen. Hicho ni kitu natamani sana leo hii ujifunze kwa makini sana. Yule ambaye mko kimsimu Mungu, naambia Mungu, sasa mimi naona kwamba umenipa neema ya kimataifa, lakini Bwana naona sina breakthrough. The question is, are you in the right altar? Your altar ina hiyo cover ya kukusaidia katika hiyo dimension ya kimataifa. Hicho ni kitu ambacho lazima ufanye ukifahamu. Okay? So naamini kwamba as you listen to me, Mungu pia anajibu maombi yako. Amen. Sasa pia kuna kitu ambacho natamani ukifahamu. Okay, so tunatoa sadaka. Ni utaratibu ulioko kwenye Mungu wa roho, na tunajua kwamba sadaka zinaweza kuleta matokeo katika maisha yetu. Okay? Sadaka lazima zitaleta majibu. The same thing nataka tuende hata wakati tunaona kwamba Mfalme Solomon alivyotoa sadaka yake. The Bible says he just gave an offering. And then alivyotoa ile sadaka, Mungu akaja kuzungumza naye. Maana God was pleased with that offering. And then he just wanted to come to the king and say, you know what do you want me to do for you? I'm happy. I'm just pleased with you. I'm pleased that you acknowledge kwamba mimi ni Mungu. I am pleased kwamba unajua kwamba ufalme hawezi kusogea bila madhabahu, lakini umeacknowledge kwamba mimi ni Mungu ambaye mimi ni Mungu, na kikawaida Mungu anatakiwa kutolewa sadaka. Tena sana. Sasa basi, tukiendelea kusoma hili neno, hapa nataka tuconclude kitu ambacho ni cha muhimu sana. Kuna kutoa sadaka, okay? Lakini pia tusishie tu kuwa wale wa kutoa sadaka, kuishi maisha ambayo tunataka tu tuyaishi, kwa sababu tunajua kwamba kwenye sadaka, sadaka inaweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Sasa ndio tofauti kati ya altar ya Mungu na altar ya adui. Altar ya adui, you just give an offering. Altar ya adui itakwambia kwamba toa sadaka upate kazi. Toa sadaka utapata ndoa. Toa sadaka utapata uzao. Yani we toa, you get. Give, you shall get. Lakini sasa kwenye issue when it comes to God, Mungu, utofauti wa yeye madhabahu yake na madhabahu nyingine, tunarudi ya kwamba Mungu when he wants an offering, he just doesn't want just an offering. He also wants your heart.
Yani Mungu anataka pia moyo wako, na anataka moyo ambao ni safi. Manake hataki tu kwamba wewe ni mtu ambaye unatoa sadaka akupe. Utaratibu wa madhabahu yake ni kwamba anataka pia uwe na moyo safi, kwa sababu neno la Mungu nasema, what will it profit a man if he gains the whole world, if he has a big successful business, lakini anapotea? Manake huyu mwisho wa siku atakufa, ataenda kuzimu, atakufa, ataenda jehanamu. Yani huyu Mungu, one thing I love about God ni kwamba huyu Mungu is not just God, but is also a father. Bwana asifiwe. Adui cannot be your father, you know. Adui yani yeye ni kuharibu maisha yako, you understand? Sasa you know, if you allow the enemy to be your father, ujue kwamba atakunyanyasa na mwisho wa siku hautakuwa na uzima katika maisha yako. Tunarudi sababu at one point Yesu akasema kwamba the devil is your father, so the devil can be a father, but you can understand yule ambaye hajali huyu Mungu. Tunarudi kwenye neno lake, anasema kwamba yeye hataki yani kwamba upokee tu, sawa, ule mtu ambao unajua kwamba sadaka ina nguvu ya kunipa matokeo, lakini sasa huishi maisha matakatifu, huishi kutenda matendo mema, hauishi kuwa na mahusiano na Mungu. Unataka sasa huyu Mungu huwa ni yule wa kutoa sadaka akupe uondoke. Ndio pale ambapo sasa, wapendwa, tunapata shida ya kama mtu anakuambia mimi bora mtu anaenda kwa mganga anafanikiwa, si tunakaa huko kwa Mungu atufanikiwi, ninatoa sadaka sifanikiwi, ninafunga sifanikiwi. When it comes to God, God wants holiness, God wants pure heart. Mungu hataki kukupa mafanikio ili umwonyeshe jirani yako wivu, competition. Nataka Mungu anifanikishe ili sasa jirani yangu aone wivu. Na ni yale maombi ambayo tunafanya kusema God make me successful, sasa ili wadu zangu wajue kwamba nina Mungu. Unajua katika hayo maombi kuna selfishness in it, ya kwamba wewe kiwalisia you just want that for showing off. It's nothing to do kwamba Mungu aone, kwamba watu waone kwamba Mungu ni mkuu ndani yako. Yani Mungu akiangalia dhamira yako, he can see kwamba unataka kuwa successful, so umonyeshe yule adui yako au yule rafiki yako akuonee wivu. Yani it has nothing to do kwamba waone kwamba your God is a mighty God. Hapa na pale ambapo we think we can deceive the Lord. Sasa tunarudi tukumbuke, wapendwa, when it comes to the altar of God, issue sio tu sacrifice. Neno la Mungu anasema kwamba Nuhu akatoa sadaka iliyo safi. Sio sadaka tu iliyo safi, aliangalia tu ile sadaka, lakini kumbuka hata moyo wa Nuhu. The Bible says he was righteous. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tujue ya kwamba kitu ambacho kinatutofautisha sisi na altar ya adui nyingine ni kwamba ukisikia mtu anakuambia kwamba ninaenda kwa mganga akanisaidia, akaniambia nitoe sadaka hii, nitoe kuku, nifanye hivi nikapata ndoa, nifanye hivi nikapata uzao. Kumbuka, anapata lakini anapoteza nafsi yake, anapata lakini anapoteza uhai wake, anapata lakini anaangamiza maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu anatuambia kwamba je, kuna faida gani mtu kupata ulimwengu wote na kupoteza maisha yake au kupoteza nafsi yake? The English say, lose your soul. Sasa when it comes to the issue of a soul, which is the area I really love to talk about, utagundua kwamba you are gaining something but you are losing that is of most value, kwa sababu the soul is your mind, the soul is your will, the soul is your emotion. Maanake kweli unaweza kuwa unapata, lakini how many times have we heard ya kwamba kuna watu one point mtu alikuwa tajiri sana, lakini baada ya muda ule mtu akafa na stress. Stress is what? Is a mental illness. Hicho kitu manake amepata utajiri correct, lakini sasa adui kwa sababu amechukua nafsi yake, utagundua kwamba adui akaanza kupambana na ufahamu wake, mental health, akaanza kupambana na maamuzi yake. Ni mtu sasa, ni yule mtu anafanya maamuzi kwa haraka haraka, anafanya maamuzi hajali, you understand? Kwa hiyo utagundua kwamba yes, amepata fedha, umeelewa, lakini kupoteza nafsi yake manake amepoteza uwezo wake wa kufanya maamuzi sahihi, amepoteza uwezo wake wa kuthink well, amepoteza maamuzi yake, amepoteza uwezo wake wa kuwa calm, kwa sababu sasa tayari emotion yake iko under the influence of the enemy. Wapendwa, this is what makes the out of God different from the out of the enemy. This is what makes God greater
than the enemy. Ni kwamba Mungu hataki tu kukupa breakthrough, lakini pia anataka uwe na uhai, anataka uwe na maisha, anataka uwe na uzima, lakini sio tu uzima hapa duniani, uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu sio yule ambaye atakupa tu kwa sababu unatoa sadaka. Ndo hapa ambapo wapendwa mnapata shida. Na kama mimi bwana natoa sadaka sioni breakthrough. Wapendwa, na utofauti kati ya madhabahu ya Mungu na madhabahu ya waganga. Ya mganga utatoa utapata breakthrough. Ya Mungu, he wants you namba moja kwamba umjue yeye ni Baba, is not just God, he's your father. Lakini pia anataka pia ujue kwamba wewe mwanangu, ishi maisha matakatifu. Mwanangu, nataka uwe matured. Nataka nafsi yako ielewe ya kwamba inatakiwa iweze kumake maamuzi sahihi. Hata kama ningekupa hii breakthrough, uweze kumanage hii breakthrough vizuri, emotionally, physically, mentally. You understand? Sasa hapa tunarudi katika huu halisia ya kwamba tukisoma hili neno, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 10:1-4, kuna yule aliyokuwa anaitwa Cornelio. Cornelio. Neno la Mungu anasema kwamba sio tu alikuwa anatoa sadaka, lakini alikuwa anatenda matendo mema. Alikuwa anasali, lakini nasoma neno la Mungu alikuwa anatenda matendo mema. Maana yake nini tunajifunza pendwa? It is one thing kwamba wanatoa sadaka, lakini Mungu anaangalia mema. Mema naanzia ndani mpaka nje. Do you understand? Kwa sasa kitu ambacho Mungu anataka kwetu ya kwamba tukija kwenye madhabahu yake, tusije kama vile tunaenda kwenye madhabahu ya waganga, ya kwamba naenda kutoa sadaka, nataka kazi, naondoka na kazi. No. Huyu Mungu ni Mungu wa mahusiano, kwa sababu he sees also you as his child, na hataki kukupoteza, hataki kukupa hiyo kazi akupoteze, aone kwamba amekupa kazi, lakini sasa nafsi yako haiko vizuri. Na sasa adui akiweza kuinfluence nafsi yako, utagundua kwamba hata kile ambacho Mungu amekupa utakipoteza. Ndio maana tunarudi ya kwamba tujue ni kweli Mungu anatupa neema ya kuketi kwenye madhabahu. Ni kweli tunapewa neema ya kuelewa umuhimu wa kutoa sadaka, umuhimu na nguvu ya sadaka, lakini tutofautishe madhabahu ya Mungu na madhabahu ya miungu mingine. Tutofautishe madhabahu ya Mungu na madhabahu ya waganga. Tutofautishe madhabahu ya Mungu na madhabahu ya uchawi na madhabahu ya majini na madhabahu ya ushirikina, ya kwamba huyu Mungu hataki tu ya kwamba akupe breakthrough, lakini pia he's mindful of your life. He's very mindful of your life tomorrow. He's very mindful of the future of your children. Ya kwamba hataki tu kupa breakthrough, akupe hiyo breakthrough, wewe uangamie, hicho kitu, and then baada ya hapo watoto wako waangamie. Lakini pia kitu ambacho Mungu anakupa unakuwa na ujasiri nacho, ya kwamba as long as I got it from God, una uhakika ya kwamba hata watoto wako watakirithi hicho kitu. Ni mara ngapi tunasikia kwenye familia ya kwamba at one point baba alikuwa tajiri sana, lakini watoto hawakuishi kuona hiyo breakthrough ya utajiri. By the time kwamba watoto wanazaliwa, mtoto anakaribia kwenda shule, unagundua kwamba baba anafilisika. How sad is that? Ya kwamba sasa ile mafanikio ambayo anataka kumpeleka mtoto shule nzuri, unagundua kwamba mtoto haishi, anasikia tu kwamba babake alikuwa ana mafanikio, lakini yeye aishi kuona au kuenjoy yale mafanikio ya babake, kwa sababu by the time anatakiwa kuanza shule pale ana ufahamu sasa wa kujua mema na mabaya, ya pale kufahamu kwamba anatakiwa kujua kwamba babangu anatakiwa kunipia ada, babangu anatakiwa kunipia viatu. Ndio pale ambapo baba hana hela. Na hiki kitu ambacho kinasikitisha sana, kwa sababu unagundua kwamba yule au wale ambao walikuwa wanategemea ule upande wa pili mara nyingi kufanya matambiko kwa ajili ya breakthrough. You understand? Breakthrough, unaenda kuchinja mbuzi, unaenda kuchinja kule Uchagani, unaenda kuchinja mbuzi kwa ajili ya kupata breakthrough, sijui kwenye biashara yangu, naenda kuchinja sijui kuchinja kondoo, sijui. Unagundua kwamba baada ya kufanya haya yote, pale ambapo hakuna wa kuendeleza huo utaratibu, utagundua what will happen. Namba moja ni kisasi cha adui kitakuja. Kwa nini utaratibu uendelee? Lakini utagundua ya kwamba hizi sacrifice zina sustain. You understand? Altar ambazo zimekuwa offered, kuna namna ambavyo zinaweza kusustain, na Mungu wa ile madhabahu anaweza kusustain kile ambacho amekupa. Adui hawezi kusustain tu bila kuendelea kutoa offering, bila kuendelea kutoa sadaka. You know? At one point tunaona neno la Mungu anasema kwamba Mungu akaingia agano na Abraham juu ya watoto wake na namna ambavyo anaenda kumpa ile nchi, kuwapa ile nchi ya ahadi. It was Abraham who gave the sacrifice. It was Abraham who entered covenant with God. Wana wa Israeli wako kule Misri wanapigika kweli kweli. Wanapigia kweli,
wanalia. Hakuna kusema kwamba walikuwa wanatoa sadaka. They were crying to God. Neno la Mungu anasema kwamba Mungu akakumbuka agano lake na Abraham. Alikumbuka the sacrifice of Abraham. Ndio maana sasa ukikaa na Mungu, leo hii unaweza kutoa sadaka wewe, lakini hiyo sadaka hata kama hautakuwepo, hiyo sadaka na huyu Mungu alivyo mwaminifu, na katika hiyo sadaka he can remember your children. Ndio maana neno la Mungu anasema kwamba sadaka ya Kornelio, neno la Mungu anasema kwamba ilikuwa ni sadaka ya ukumbusho. Sadaka ambayo imebeba ukumbusho. Maana ile sadaka na matendo mema mbele ya Mungu, yani zimebeba ukumbusho kwamba hata Kornelio akiwa hayupo, kuna namna ambavyo zile sadaka zitaendelea kutetea familia yake. Sasa tunarudi kwetu wapendwa. Je, tunatoa sadaka tu au tunatoa sadaka na kutenda mema? Tunaona kwamba pale ambapo Kornelio alitoa sadaka na kutenda mema, God saved his entire household. Wengi tunatamani breakthrough za salvation kwenye familia zetu, lakini tunawaza tu kwamba tutoe sadaka, tuandike majina yao, tutoe sadaka. Je, lakini unatoa sadaka na kwenda kufanya mema? Are we doing extra? Je, tunatenda mema? Na mimi nasema kwamba mema yasiishie tu kwenye nyumba zetu, mema yaende pia kwa majirani, mema yaende katika level ya nchi, mema yaende katika level ya mkoa. Tufanye cha ziada. Bwana Yesu asifiwe, ili sasa tuone Mungu analeta breakthrough katika maisha yetu. Ninaamini kuna vingi ambavyo umejifunza siku ya leo. Kwanza na kuelewa ya kwamba lazima ujijue ni nani na ujue ni madhabahu gani ambayo ina ukubwa wa kukava hiyo neema ambayo Mungu amekupa. Ili sasa ukienda kwenye hiyo madhabahu as you are given an offering, unajua hii madhabahu itakusaidia kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Lakini kama kuhani ambaye Mungu amekuweka kwenye madhabahu ambayo iko katika level ya kitaifa, level ya kimataifa, whatever you do in that altar, kumbuka you're not just doing it for yourself. Lakini kumbuka sadaka unayotoa, kumbuka unatoa pia kwa ajili ya breakthrough ya nchi, unatoa kwa ajili ya breakthrough ya mkoa. Manake make sure ya kwamba unakuwa faithful katika ile altar, kwa sababu ina impact katika hizo level za ukuu. Lakini pia lazima tufahamu ya kwamba it's not all the time lazima utoe sadaka na kuiongelesha, ya kwamba ni lazima nitoe sadaka katika sadaka ni nene 1 2 3, na nimesema kwamba just give an offering, mfurahishe Mungu and see what the Lord will do. Nikumbuka utofauti kati ya madhabahu ya Mungu na madhabahu ya adui. Adui atakwambia tu give, hata mind wewe kuishi maisha matakatifu, hata discuss wewe living a holy life, hata discuss na wewe kuishi sijui kuacha the sacrifices, kuacha kutenda dhambi, ishi maisha matakatifu, wapende jirani zako, do well, kutenda mema. Adui atakwambia yani adui atakwambia toa sadaka kumkomesha jirani yako. Lakini Mungu katika sadaka yako anataka uwe mtu mwema. Uwe una mafanikio, lakini moyo wako uwe mzuri, moyo wako una huruma, moyo wako wa kujali watu, moyo wako wa kusaidia watu. Ya kwamba mafanikio yako sio tu kwa ajili yako, lakini mafanikio yako ni kwa ajili ya kuwavusha wengine na kuwasaidia wengine. Tutoe sadaka, lakini tusiache kuwa watu wema. Tusiache kuwa watu ambao wanajali ishu ya utakatifu, sababu huyu Mungu nimesema hajali tu kwamba yeye ni Mungu, lakini he cares the fact that kwamba we are his children, and the Bible says we must be holy for he is holy. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umejifunza leo hii. Ni maombi yangu kwa Mungu kwako akupe neema sana sana ya kujitambua ni nani, lakini pia kumbuka ukijitambua ni nani, whatever offering you are giving, don't just give it understanding au toi tu kwa ajili yako, lakini hiyo offering ni kwa ajili ya kupambania nafasi ambayo Mungu amekupa au influence ambayo Mungu amekupa kwenye mkoa, kwenye nchi, kwenye dunia. Ninaomba nikuombe, achilia sadaka yako kwenye hii madhabahu ukimwamini Mungu ya kwamba kama amekuweka kwenye madhabahu sahihi, basi hiyo sadaka unayoachilia itaendelea kufungua ile milango ambayo itaendelea kukupa nafasi au influence katika community ambayo Mungu amekupa, kuleta positive results. Okay? Sababu ya wewe Mungu kuweka pale ni kwa sababu kumbuka ufalme wake uje kupitia wewe. May his kingdom come through you. Tunaona kwamba though Daudi alikuwa ni mfalme, lakini alikuwa ni mfalme ambao nyuma yake kulikuwa kuna Mungu, ambaye Mungu alikuwa anamtumia Daudi kumanifest his kingdom here on earth.
Bwana Yesu asifiwe. Maanake influence ambayo Mungu anakupa katika level ya mkoa, level ya nchi, ni kusudi gani? Ya kwamba influence his culture kwenye hiyo community. His culture is what? Kindness. His culture is what? Love. His culture is what? Saidia maskini. Kwa sababu unaambiwa sababu kama maskini tutakuwa nao, tusaidie maskini. His culture is what? Jenga. You know, God is a builder. Build your community. Build the roads in your community. Kuwa na influence ambayo inaleta matokeo chanya katika ile eneo ambalo Mungu amekupa. Alright? Sasa ni kama ambayo usidharau eneo ambalo Mungu amekupa. Kama Mungu amekuita, tunaanza kwenye altar za familia, positive result kwenye familia, kwenye jamii. Usiwaze kwamba eneo ambalo Mungu amekupa ni dogo. Hata kama Mungu amekupa kwamba amekuita katika level ya wilaya, what your job is what? Be faithful. Ukiwa faithful katika kile, atakuongeza. Huo ndio utaratibu. Ukitaka level ya mkoa, usikimbilie kutoa sadaka level ya mkoa. Be faithful katika ule udogo ambao Mungu anakupa, atakutanua. Huo ndio utaratibu. Amen. Naomba nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nasema asante kwa neema yako. Baba, nasema asante kwa kile ambayo Mungu amenipa neema kunisikia siku ya leo. Bwana, asante kwa Mungu leo hii. Kuna wale ambao Baba unaenda kuwapa direction ya kwamba Mungu ni madhabahu gani ambao Baba umeita Baba kuketi kwa ajili Mungu ya wao kuona breakthrough katika maisha yao. Bwana Mungu, natambua kwamba hakuna nafasi yote ambayo Mungu nyuma yake hakuna altar. Mungu nakusihi ukawezesha watoto wako kuelewa, Father, behind every successful man, Father, there's an altar ambayo Mungu iko nyuma yake. Baba, ninakusihi, hakuna kingdom ambayo Mungu haina altar ambayo inasimamia ufalme. Lakini Mungu, natambua kwamba hata yule ambaye Mungu ameita kuwa mkuu wa nchi, Baba, najua kwamba kila mkuu kuna priest ambaye Mungu anahusika hata kwa ajili ya sadaka ambazo Mungu anatakiwa kuzipokea kwa yule mkuu na kuziachilia kwenye hiyo madhabahu ili Mungu apate breakthrough. Baba, ninakusihi kwa ajili ya watoto wako wakaelewe utaratibu ulio kwenye Mungu wa roho, wakajifunze, waupokee na Mungu aufanyie kazi. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila ambaye Mungu amesikia siku ya leo. Kuna wengine Mungu amekuja kwa sababu anahitaji Mungu breakthrough ya kazi. Mungu akuwa amesikia hili neno, Baba nakusihi ukape breakthrough ya kazi. Kuna wale Mungu anahitaji amani. Mungu naomba amani ndani ya mioyo yao. Kuna wengine Mungu anahitaji uponyaji. Baba, ninaomba uponyaji ndani yao. Mungu, wengine ni wagonjwa. Baba, naomba uponyaji. Mungu, from the crown of their head to the sole of their feet. Mungu, kwa yote ambao Mungu anatazama anasema mimi naumwa. Baba, I'm sending your word, your healing word. Mungu nakusihi mponye katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, tazama kuna wengine Baba wamekuwa na waza, Mungu majibu yao yanatoka wapi? Asante Baba kwa kuwa siku ya leo Mungu umeachilia majibu katika maisha yao. Asante kwa wale ambao Mungu umewapa neema ya kimataifa, neema Mungu ya taifa, neema Mungu katika nchi ya Tanzania. Baba, nakuomba ukawasaidie Mungu kujua hiyo neema na Mungu kujua madhabahu ambayo Mungu umeita kuketi, ili Mungu kupitia altar na nafasi ambazo Mungu hapa, Mungu akakusave faithfully. Kwa kuwa Mungu kupitia altar you establish your kingdom. Baba, ninaomba ukatusaidie, ukatuwezeshe. Asante Mungu kwa neema ambayo Mungu umetupa kusikia neno lako siku ya leo. Asante kwa Roho yako Mtakatifu ambao Mungu ametufundisha. Baba, nakusihi, neno lako linasema kwamba sadaka zinabeba kumbukumbu. Kwa wale ambao Mungu siku ya leo sadaka zao Mungu zinatakiwa kuleta wokovu kwao. Baba, nakusihi kwa wale ambao Mungu wanahitaji wokovu Mungu kwenye barabara. Kwa kuwa Mungu adui ameweka mauti. Mungu hata mauti kwa njia ya ajali. Baba, katika jina la Yesu, Mungu natengua kila ajali ambayo Mungu umeweka kwa yote anaonisikiliza Bwana siku ya leo. Mungu, ninakataa mauti, Mungu ninakataa uharibifu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu naomba kwa ajili ya wokovu. Mungu wokovu. Mungu waokoa watoto wako Bwana na mauti. Mungu waokoa wokovu wako Mungu na roho za ajali. Mungu waokoa wokovu wako, okoa watoto wako Baba. Mungu na kila ajali ambayo Mungu adui ameiweka katika maisha yao. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nakataa wale ambao Mungu, yule mwanamke ambaye anatakiwa kupoteza mume wake au anatakiwa kumpoteza mke wake. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nakataa mauti kwa baba, Mungu nakataa mauti kwa mama, Mungu nakataa ujane, Mungu nje ya wakati. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nakuomba kwa kila ambaye anasikiza, I believe this is a word for someone. Yoyote ambaye Mungu adui, Mungu amekusudia kumtenganisha na mume wake na familia yake. Baba, I declare breakthrough. Mungu, breakthrough ya uhai. Ya kwamba Mungu chochote ambaye adui amekiplan, Mungu ninakitegua kwa Mungu aliye kuanzia sasa. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mungu nategua magonjwa, Mungu nategua magonjwa ambayo Mungu nyuma yake ana mauti. Mungu nategua kila mitego, Mungu atayajali. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, nasema asante kwa ajili ya hii madhabahu. Mungu, nasema asante kwa kile ambayo Mungu amenipa neema ya wokovu siku ya leo. Mungu, asante kwa ajili ya familia ambazo Mungu zinanisikia. Baba, tazama na wakabidhi kwako.
na kuomba Mungu walinde, watunze. Baba ukatupe neema tena kukutana, kujifunza, kukua Bwana. Lakini zaidi yote Mungu katuwezeshe kusimama katika nafasi zetu. Na Mungu tukafanye mapenzi yako na tukaone Baba ufalme wako ukiwa ukitimizwa. Lakini Mungu ukapate kutanuka. Mungu hata katika nchi ambayo Mungu umetupa. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba ninaomba na kushukuru. Amen.